Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametetea vikali kampeni ya kijeshi ya pamoja kati ya Israel na Marekani dhidi ya Iran, akisisitiza kuwa malengo makuu ya operesheni hiyo yamefikiwa na kwamba Iran haitoruhusiwa kamwe kuwa taifa lenye silaha za nyuklia. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari uliofuatiliwa kwa karibu nchini Israel, Netanyahu alisema kuzuia Iran kupata silaha za nyuklia ni dhamira ya maisha yake, na akaapa kuwa hata kama makubaliano kati ya Washington na Tehran yatasainiwa, Israel haitoruhusu tishio hilo kurejea. Kwa makubaliano au bila makubaliano, Iran haitokuwa na silaha za nyuklia, si leo wala kesho. Kadri nitakavyokuwa waziri mkuu wa Israel, hilo halitotokea, alisema. Kauli hiyo imekuja wakati serikali yake ikikabiliwa na ukosoaji mkubwa kutoka kwa baadhi ya mawaziri wake, viongozi wa upinzani na sehemu ya umma wa Israel kuhusu namna vita dhidi ya Iran vinavyoonekana kumalizika kupitia makubaliano yaliyosimamiwa na rais wa Marekani Donald Trump. Katika hotuba yake, Netanyahu alisema Israel na Marekani zimefanikiwa kuondoa kile alichokiita hatari ya haraka iliyokuwa ikitokana na mpango wa nyuklia wa Iran. Alidai kuwa operesheni hiyo ilikuwa kubwa zaidi kuwahi kufanywa katika historia ya Israel na kwamba ilihusisha mashambulizi makubwa dhidi ya miundombinu ya kijeshi, wataalamu wa nyuklia, viongozi wa kijeshi na viwanda vya uzalishaji wa makombora vya Iran. Tulifanya operesheni kubwa zaidi ya mashambulizi katika historia ya Israel. Tuliwaondoa wanasayansi wa nyuklia, tuliwaua viongozi wa utawala wa ugaidi, tuliharibu vituo vya nyuklia, tukaharibu makombora na sehemu kubwa ya viwanda vinavyozalisha makombora, alisema. Aidha, alidai kuwa mashambulizi hayo yaliharibu sehemu kubwa ya jeshi la anga na jeshi la wanamaji la Iran pamoja na kusababisha hasara kubwa ya kiuchumi. Tulisababisha uharibifu mkubwa sana kwa uchumi wa Iran. Wapo wanaokadiria mamia mabilioni ya dola na wengine karibu dola trilioni 1, alisema. Kwa mujibu wa Netanyahu, hatua hizo zimeondoa kwa miaka mingi tishio lilokuwa likikabili Israel. Tumeliokoa taifa la Israel dhidi ya kuangamizwa, alisisitiza. Licha ya kutangaza mafanikio hayo, Netanyahu alisema vita dhidi ya Iran na washirika wake bado haisha kabisa. Amesema Israel itaendelea kupambana na kile alichokiita mikono ya ugaidi ya Iran katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati, ikiwemo Gaza, Lebanon, Syria, Yemen na Ukingo wa Magharibi. Mapambano bado hayajakamilika. Tutalazimika kuendelea kuwa macho, kuwa imara na kujilinda kadri inavyohitajika, alisema. Netanyahu pia alitangaza kuwa Israel itaendelea kubaki katika maeneo ya usalama iliyoyaweka karibu na mipaka yake. Tumeanzisha maeneo ya usalama Gaza, Lebanoni na Syria. Tutabaki katika maeneo hayo kwa muda wowote utakaohitajika kulinda nchi yetu, alisema. Alipoulizwa kuhusu makubaliano yanayoibuka kati ya Marekani na Iran, Netanyahu alikataa kuyakosoa moja kwa moja, akisema bado hajui maelezo yote ya mkataba huo. Hata hivyo, alisisitiza kuwa Israel si sehemu ya makubaliano hayo na itajizuia kuchukua hatua yoyote itakayoona inahitaji kulinda usalama wake. Makubaliano hayo yamefanywa na Marekani na rais wa Marekani. Hilo ni jukumu lake, lakini sisi tuna maslahi yetu wenyewe, hasa kuhusu tishio la nyuklia, na nimejitoa kuhakikisha tishio hilo halitotokea, alisema. Netanyahu aliongeza kuwa tofauti kubwa kati ya makubaliano ya sasa na mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 uliosainiwa wakati wa Rais Barack Obama ni kwamba safari hii kuna tishio halisi la kijeshi dhidi ya Iran. Alisema zaidi ya mashambulizi 14,000 ya anga yalifanywa na Marekani na Israel dhidi ya Iran, jambo ambalo linaonyesha kuwa Tehran sasa inakabiliwa na shinikizo la kijeshi ambalo halikuwepo hapo awali. Akijibu madai kuwa ama yeye ndiye anayemshawishi Trump au kwamba Trump ndiye anayemwamuru, Netanyahu alisema uhusiano wao ni wa washirika wanaoheshimiana. Marekani wanasema Trump anafanya kila anachotaka. Israel wanasema mimi nafanya kila anachotaka Trump. Vyote si kweli, alisema. Tuna uhusiano wa washirika wanaofahamiana vizuri. Mara nyingi tunakubaliana, wakati mwingine hatukubaliani. Hiyo hutokea hata katika familia bora, alisema. Israel inathamini msaada wa Marekani, lakini itaendelea kufanya maamuzi yake yenyewe inapohusu usalama wa taifa. Alipoulizwa kwa nini vita vinaonekana kumalizika huku utawala wa Iran ukiwa bado madarakani, Netanyahu alisema lengo la operesheni hiyo halikuwa kuangusha moja kwa moja utawala wa Tehran. Badala yake, alisema lengo lilikuwa kuondoa tishio la nyuklia, kupunguza uwezo wa makombora ya ballistic
na kuunda mazingira yatakayowezesha wananchi wa Iran kuamua mustakabali wao wenyewe. Iran ipo katika hali ngumu sana kiuchumi. Tulipiga karibu kila miundombinu muhimu. Kuna nyufa ndani ya utawala huo, alisema. Hata hivyo, alikiri kuwa hawezi kutabiri ni lini utawala wa Iran unaweza kuanguka. Siwezi kusema utawala huu utaanguka lini, kama ambavyo hakuna aliyekuwa anajua ni lini Umoja wa Kisovieti ungeanguka, alisema. Katika sehemu nyingine ya mkutano huo, Netanyahu alithibitisha kuwa atagombea tena katika uchaguzi mkuu wa Israel unaotarajiwa kufanyika mwaka huu. Nitagombea na nina nia ya kushinda, alisema. Kauli hiyo imekuja siku chache baada ya Rais Trump kuhoji hadharani kama Netanyahu bado ana nia ya kuendelea kuiongoza Israel baada ya vita hivyo. Licha ya shinikizo la kisiasa na kidiplomasia kutoka ndani na nje ya nchi, Netanyahu amesema ataendelea kusimama imara kulinda maslahi ya usalama wa Israel. Najua jinsi ya kusimama kidete kwa maslahi ya usalama wa Israel. Hilo halifanywa kwa maneno makali, bali kwa uzoefu, busara na uelewa mkubwa wa mazingira Marekani, alisema.